Hakuna hatua ngumu kwenye ufugaji wa kuku kama jinsi ya kuwalea vifaranga bila vifo. Hii hatua kwa nini nimesema ni ngumu? Kwa sababu hapa ndipo ambapo vifaranga hufa kwa wingi zaidi. Yaani unaweza ukaona mfugaji amefanikiwa kupata vifaranga, labda ameagiza wa kuwalea kwenye maboksi, au labda kuku wake wametotoa, lakini inapokuja jinsi ya kuwakuza mpaka wafikishe mwezi mmoja au miezi miwili, hapa anakutana na vifo vingi sana. Sasa hapa nataka nikutajie mimea 7 ambayo endapo utaitumia hii mimea kwa kuku wako, na nitakuelekeza kabisa namna ya kutumia, basi utaepusha vifo kwa vifaranga, kwa sababu hii mimea huwa inaimarisha kinga kwa vifaranga wako na kuwapa nguvu vifaranga. Kitu cha kwanza kabisa ambacho ni muhimu kutumia ni asali. Hii asali hii hapa ina nguvu sana kwa kuku, kwa sababu hii hapa huwaga inawaongezea nguvu vifaranga. Kwa mfano labda kifaranga anajisikia vibaya, muda mwingine unakutaga vifaranga wanapataga typhoid ile ya mara moja, yani kama vile ilivyo kwa binadamu, labda tumbo linakuwa linakuuma, lakini akitumia hii asali, hayo maumivu huwaga yanakuwa yanatoka. Na tunashauri sana, kwa mfano kuku wako ametoka kutotolesha vifaranga, basi msogezee maji ambayo yanakuwa yamechanganywa na asali. Yale maji atayanywa yeye pamoja na vifaranga. Kwa mara ya kwanza kabisa wataenda kunywa yale maji ambayo yamechanganywa na asali. Lakini pia hata kama umeagiza vifaranga, labda broiler au chotara, au umetotolesha wewe mwenyewe kwenye machine incubator na unataka uwalee kwenye bulda, basi hatua ya kwanza kabisa huwaga tunawapaga glucose. Kwa niaba ya glucose unaweza ukatumia hii asali kwa ajili ya kuwapa nguvu, itawasaidia sana vifaranga. Na kipimo huwaga tunatumia kijiko kimoja cha chakula, utatumia kwenye maji lita 5, maana yake maji lita 10, utaweka vijiko 2 na kisha utaikoroga sana ili iweze kuchanganyikana vizuri. Lakini pia hata kifaranga akiumwa, anashindwa kunywa dawa, ile dawa unachanganyia na asali. Tukija kwenye mmea mwingine ni hii hapa shubiri mwitu, au tunaitaga aloe vera. Haya majani ni muhimu sana. Kwanza ngoja nikwambie umuhimu wa haya majani. Majani ni kinga na tiba ya magonjwa yote yanayosababishwa kwa ugonjwa wa virusi. Sasa vifaranga wakiwaga wadogo, kuna chanjo moja inakuwaga kama vile hamnaga uhakika hivi, chanjo ya mahepe. Ugonjwa wa mahepe ni ule ugonjwa, umeshawahi kuona kuku anakunja shingo, anakunja shingo, anageuza, analemaa viungo vya mwili, basi ule unakuwaga ni mahepe. Kwa makampuni kawaida huwaga wanachoma ile chanjo wao wenyewe, lakini mfano wa vifaranga ambao unaona hapa sasa wameumwa sana ugonjwa wa mahepe, ingawa tumenunua kwenye kampuni, tunaamini wao wameuchanja, tukaja kuwatibu sisi wenyewe kwa kutumia hiyo ya aloe vera. Kwa wewe ambao unatotolesha vifaranga wa kienyeji, au wanatotoa wenyewe, ni kwamba chanjo hiyo unakuwaga hujawapa kabisa. Kwa hiyo ukitumia hiyo aloe vera, unaweza kutumia jani moja kwenye maji lita 3. Ukitumia hivyo, na ninashauri size ya jani ni kama haya majani ambayo unayaona hapa. Kitu ambacho nakushauri kikubwa, mfano kuku wako ametoka na vifaranga leo, kesho hakikisha unaanza unawapa siku 3 mfululizo zile za mwanzo, na jitahidi kila wiki walau uwe unawapa haya majani. Hapo utakuwa umewakinga na magonjwa yanayohusiana na virusi. Sio mahepe peke yake, pia kuna ugonjwa wa Newcastle, lakini pia kuna ugonjwa wa ndui. Utakuwa unawakinga endapo utakuwa unawapa huu mmea wa aloe vera, unakuwa unachanganyia. Na pia unaweza kuwa unachanganyia na dawa nyingine. Kwa mfano, unaweza ukachanganya huu mmea na kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Hapa nimesha kutajia mimea 2 ambayo ina nguvu sana. Nitarudi nikutajia mimea mingine 5, lakini nakukumbusha tu, sisi KingoFarm tunatengeneza incubator ambazo zina uwezo mkubwa sana wa kutotolesha vifaranga. Hizi incubator zetu ukitaka kuzipata, tutafute kwenye hiyo namba ya simu WhatsApp, tutakuambia au tutakutumia listi na bei zake, yani zinauzweje. Lakini kwa mfano incubator ya mayai 60 inauzwa 3,500. Incubator ya mayai 120 inauzwa 600,000. Kwa hiyo gharama zetu zipo kama hivyo. Na incubator, tunazo incubator za mayai 2000, ukitaka mayai 5000 zile za viwandani unazipata vizuri zaidi. Zinageuza mayai zenyewe, ni automatic
plastiki zinafanya kila kitu na tunasafirisha. Ukihitaji kusafirishiwa basi tunakusafirishia. Lakini pia tunavyo vitabu vya mwongozo wa jinsi ya kuwalea kuku, lakini pia jinsi ya kuwatibia kuku. Kitabu kimoja kinauzwa shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Pia ukihitaji kujiunga na kundi letu la WhatsApp, ada yake ni shilingi 8,000. Hii ada 8,000 ni kwa muda wa miezi miwili. Yani utakaa kwenye kundi letu la WhatsApp la ufugaji, ambalo utapata maelekezo ya jinsi ya kuwafuga kuku kwa muda wa miezi miwili. Tukiendelea na mada yetu ya mimea 7, hapa naenda kutajia mmea wa 3 ambao ni haya majani ya mpapai. Majani ya mpapai, kwanza ninaposemaga jani moja la mpapai ni hilo hapo, sijui wengine wanasema tawi, lakini hili ukiliona moja ndio ni jani la mpapai. Ni muhimu sana kwa vifaranga kwa sababu ni kinga magonjwa yote ya kuhara. Magonjwa ya kuhara kwa mfano, kuna gumboro, kuna coccidiosis, kuna typhoid, huaga inawakinga. Kwa hiyo ukichukua jani moja ukaliblend ukaweka kwenye maji lita 2 au lita 3, kisha vifaranga wako wakanywa, basi unakuwa unawakinga na hayo magonjwa ambayo nimeyataja hapo. Lakini pia ina vitamini kwa wingi sana. Haya majani yana vitamini kwa wingi sana. Ukiwa unachanganya na majani ya mchicha, mboga za maboga, yana vitamini kwa wingi sana, hivyo yatawafanya kuku wako wakue kwa haraka, kuweza kuwa boost haraka sana. Na nimalizie tu kwa kukutajia hii mimea. Kuna hiki hapa kitunguu saumu. Kitunguu saumu ni muhimu sana kwa kuku wako. Kimoja unaweka kwenye maji lita 10. Lakini pia tangawizi, ukichanganya tangawizi pamoja na kitunguu saumu, tena kuna mchanganyo huu hapa, kuna hizi pilipili pia huwa zinahusika. Kwa hiyo ukichukua tangawizi moja, kitunguu saumu kimoja, pilipili kama hizo ambazo nimeweka hapo, ukachanganya ukaweka kwenye maji kati ya lita 8 mpaka lita 10. Kama umetumia pilipili kichaa hivyo, ukawapa vifaranga wako kuanzia siku ya 3 mpaka siku ya 5, huaga unawakinga na magonjwa, lakini pia ni booster kwa kuku ili waweze kukua haraka. Pia kuna mmea mwingine kama mlonge. Mlonge huu ni booster ya kuku, lakini pia huwa unaimarisha sana kinga kwa kuku wako ili kuepukana na magonjwa. Huu hapa huaga tunawekaga kwenye chakula. Unawanika kwenye kivuli, kisha unausaga au unautwanga, unaweka kwenye chakula. Wastani unaweza kuweka nusu kilo kwenye chakula, kilo 50. Hata ile starter ya vifaranga, kama unalisha starter, unawachanganyia na huo mlonge. Pia hata kwenye maji unawawekea. Ukijiunga na kundi letu utapata mafunzo mengi sana. Lakini pia kuna hii hapa beetroot. Beetroot huaga tuhitaji sana sisi hapa, kwa sababu upatikanaji wake kidogo haipatikani sana, lakini ni mmea muhimu sana kwa kuku kwa sababu moja, mmea huaga unaongeza damu kwa kuku, una tabia ya kuongeza damu kwa kuku. Sasa ukiongeza damu maana yake unaongezea chembe nyeupe zaidi kuku wako kujikinga na magonjwa. Lakini pia huu mmea endapo utatumia kwa kuku wako utakuwa umeongeza chembe hai nyekundu nyingi kwenye damu. Hizi ndio zipo kwa kiwango kikubwa sana kwenye damu. Kazi yake kubwa ni kusafirisha oksijeni. Kwa nini ninasema hivi? Kwa sababu vifaranga wakiwa wadogo, wale wa wiki 2, mara nyingi sana unakutaga wanapataga vifo vya ghafla, wanaanguka, wanakufa. Sasa pale waga unakuwaga ni upungufu wa supply ya oksijeni kwenye ubongo. Kwa hiyo ndio maana wanaanguka, wanakufa. Unakuta vifaranga wapo wazuri kabisa lakini wanaanguka, wanakufa, hasa vifaranga wa Saso pamoja na vifaranga wa broiler. Bila kusahau ongezeko la plasma hii ambayo ndio inakuwa na maji, chumvi, protini. Yani ni muhimu sana. Yani mmea ni muhimu sana kuwapa vifaranga. Muhimu kuliko neno lenyewe muhimu ninalosema. Shida moja huwa tuhitaji sana hapa kwa sababu upatikanaji wake kidogo ni mgumu, lakini kama una uwezo wa kupata huu mmea, wape vifaranga wako mara kwa mara. Lakini pia kuna huu mmea wa kitunguu maji. Kitunguu maji, sasa kitunguu maji pia waga kinapunguza damu. Kwa hiyo unaweza kujifunza wewe mwenyewe hapo, lakini kinatibu vizuri sana mafua. Kitumie pale endapo vifaranga wako wana dalili ya mafua, kitumie mara moja. Kitatibu vizuri sana. Na ishia hapo. Kama una shida yoyote tutafute namba zetu hizo hapo.